Huu ni mkataba wa utumishi wa huduma ya ukaguzi wa afya ya mimea Kenya. Majibu ya maswali. Kwa kujibu simu, hiyo ni simu ya mezani au laini nyingine yoyote rasmi, mteja anahitajika kupiga simu. Huduma hii haina malipo na inafanywa kwa sekunde 15. Kwa majibu ya uchunguzi kwa wateja wa kuingia, mteja anahitajika kutembea ndani na kuwasilisha ombi la uchunguzi. Huduma hii haina malipo na inafanywa baada ya dakika 1. Kwa majibu ya mawasiliano, mteja anahitajika kufanya mawasiliano ya maandishi ambayo ni barua. Huduma hii haina malipo na inafanywa ndani ya siku 5 za kazi. Kwa mawasiliano ya barua pepe na mitandao ya kijamii, jibu hufanywa kwa siku 1 ya kazi. Huduma hii pia haina malipo. Kwa usindikaji wa ombi kwa taarifa, mteja anahitajika kufanya ombi la habari. Huduma hii haina malipo na inafanywa kwa siku 21. Kwa ushiriki wa umma katika mchakato wa kutengeneza sera, mteja anatakiwa kujifahamisha na masuala ya kazi ushiriki. Huduma hii haina malipo na inafanywa kwa siku 1. Huduma za phytosanitary. Kwa usajili wa msafirishaji nje, mteja anahitajika kufanya ombi la mtandaoni na awe na yafuatayo: PIN ya KRA, cheti cha kujiunga, vitambulisho vya wakurugenzi na leseni ya kuuza nje kutoka kwa MDAs husika. Gharama ya huduma hii imegawanywa kama ifuatavyo: shilingi 58.5 kwa kila maili kwa kilomita. Shilingi 1,000 ada ya ukaguzi wa shamba kwa ekari 1 ya kwanza. Shilingi 250 kwa kila kitengo cha ziada ambacho kinategemea mahitaji ya bidhaa na soko. Na shilingi 5,000 ukaguzi wa kituo cha bidhaa kavu. Huduma hii inafanywa ndani ya wiki 2. Kwa mafunzo kuhusu mtiririko wa michakato wa biashara katika mfumo wa uidhinishaji wa kielektroniki IEICS, mahitaji ya huduma hii ni kutuma ombi la mtandaoni kwa kupitia barua pepe, simu au kujiwasilisha ofisini na kuwa na kompyuta ya mkononi. Huduma hii haina malipo na inafanywa ndani ya masaa 6. Kwa ukaguzi wa mazao mapya ya phytosanitary, mteja anatakiwa kuwasilisha yafuatayo: uwasilishaji wa kimwili wa shehena, ankara ya kibiashara, orodha ya ufungashaji, ombi la mtandaoni, tembea kwa mauzo ya mara moja, udhibitisho wa malipo. Gharama ya huduma hii ni kama ifuatavyo: maua 0 hadi 2,500 kilo, shilingi 500. 2,501 hadi 10,000 kilo, shilingi 1,000. 10,001 kilo hadi 20,000, shilingi 2,000. Na kwa zaidi ya 20,000 kilo, shilingi 4,000. Matunda na mboga 0 hadi 1,000 kilo, shilingi 300. 1,001 hadi 5,000 kilo, shilingi 500. 5,001 hadi 15,000 kilo, shilingi 1,000. Na kwa zaidi ya 15,000 kilo, shilingi 1,500. Wengine ikiwa ni pamoja na mimea na viungo 0 hadi 2,500 kilo, shilingi 500. 2,501 hadi 10,000 kilo, shilingi 1,000. 10,001 hadi 20,000
kilo shilingi 2,000 na kwa zaidi ya 20,000 kilo shilingi 4,000. Huduma hii inafanywa kwa masaa 3. Kwa utoaji wa cheti cha phytosanitary kwa mazao mapya, mteja anatakiwa kuwa na nambari ya ankara ya shehena iliyopitishwa. Huduma hii haina malipo na inafanywa katika saa 3 na makubaliano ya kiwango cha huduma SLA kutolewa. Kwa idhini ya hati ya usafirishaji ya kuuza nje, hitaji la kupata huduma ni maelezo ya barabarani au ingizo la usafirishaji wa forodha na hati ya usafirishaji CD. Huduma hii haina malipo na inafanywa ndani ya saa 3 na makubaliano ya kiwango cha huduma SLA kutolewa. Kwa utoaji upya wa cheti cha kuuza nje cha phytosanitary, mteja anahitajika kuwa na zifuatazo: ankara ya kibiashara, cheti cha phytosanitary kutoka nchi ya asili, kibali cha kuagiza mimea, orodha ya ufungashaji. Gharama ya huduma hii ni shilingi 1,000 na inafanywa ndani ya saa 3 na makubaliano ya kiwango cha huduma SLA kutolewa. Kwa uingizwaji wa cheti cha phytosanitary, hitaji ni ombi la mtandaoni na nambari ya cheti. Huduma hii inagharimu shilingi 1,000 na inafanywa kwa masaa 3. Kwa marekebisho ya cheti cha phytosanitary, hitaji ni ombi la mtandaoni na cheti cha asili cha phytosanitary. Huduma hii inagharimu shilingi 1,000 na inafanywa kwa masaa 3. Kwa kutafuta hati ya phytosanitary, mteja anahitajika kuwa na nakala ya hati. Gharama ya huduma hii ni shilingi 200 na inafanywa kwa masaa 2. Kwa kupata cheti cha utoaji wa ulinganifu wa matunda na mboga, mteja anatakiwa kufanya ombi la mtandaoni. Huduma hii haina malipo na inafanywa kwa masaa 3. Kwa usajili wa kuagiza, mteja anatakiwa kufanya ombi mtandaoni na kuwa na yafuatayo: PIN ya KRA, cheti cha kuandikisha na kitambulisho cha wakurugenzi. Huduma hii haina malipo na inafanywa kwa siku 2. Kwa utoaji wa kibali cha kuagiza mimea PIP, mteja anahitajika kufanya ombi mtandaoni. Gharama ya huduma hii ni shilingi 600 na inafanywa ndani ya masaa 3. Kwa idhini ya hati ya usafirishaji PIP, mteja anahitajika kuwa na hati ya usafirishaji. Huduma hii haina malipo na inafanywa ndani ya saa 3 na makubaliano ya kiwango cha huduma SLA kutolewa. Kwa kuagiza shehena ukaguzi wa mazao mabichi na makavu, mteja anatakiwa kuwa na yafuatayo: nakala ya PIP na cheti cha phytosanitary kutoka nchi ya asili au phyto ya kielektroniki. Gharama ya huduma hii ni kama ifuatavyo: kiwango cha shilingi 0.5 kwa kilo 0 hadi 20,000 na kima cha chini cha shilingi 2,000. Kiwango cha shilingi 0.25 kwa 21,000 hadi 400,000 kilo. Kiwango cha shilingi 0.15 kwa 400,000 hadi 1,000,000 kilo. Kiwango cha 0.05 kwa zaidi ya 1,000,000 kilo. Kiwango cha shilingi 0.03 kwa zaidi ya 1,000,000 kilo kwa wasagaji wa ngano waliosajiliwa. Huduma hii inafanywa ndani ya masaa 3. Kwa ukaguzi wa bidhaa kavu kwa mauzo ya nje, hitaji ni ombi la mtandaoni na maili kwa kilomita shilingi
58.5 na ada ya ukaguzi ifuatayo: shilingi 5,000 kwa bidhaa zenye uzani wa kilo kutoka 0 hadi 34,000. Shilingi 0.15 kwa kilo kwa bidhaa zenye uzani wa kilo 34,001 hadi 200,080. Na shilingi 0.1 kwa kilo kwa bidhaa zenye uzito uliozidi kilo 200,081. Huduma hii inafanyika kwa wiki 2. Kwa uchapishaji wa cheti cha ukaguzi wa shehena ya uagizaji, hitaji ni ingizo la forodha na kibali cha kuagiza mimea. Huduma hii haina malipo na inafanywa ndani ya dakika 30. Kwa ukaguzi wa mifumo wa shamba, hitaji ni ombi la mtandaoni. Gharama ya huduma hii imedhamiriwa kama ifuatavyo: maili kwa kilomita shilingi 58.5. Ukaguzi wa ekari moja shilingi 1,000. Na kwa ekari za ziada shilingi 250 kwa ekari. Huduma hii inafanywa ndani ya wiki 2. Kwa nyaraka ya ukaguzi wa ufuatiliaji wa kuingilia, mteja anahitajika kuwa na yafuatayo: ombi la mtandaoni, taarifa, cheti cha phytosanitary, ankara ya proforma, ripoti ya uchambuzi wa chanzo, nyaraka nyingine yoyote muhimu. Gharama ya huduma hii ni ada ya ukaguzi ya shilingi 5,000 na inafanywa kwa masaa 3. Kwa ukaguzi wa matibabu wa mbao wa ISPM 15, hitaji ni ombi la mtandaoni au uhifadhi. Gharama ya huduma hii ni kama ifuatavyo: maili kwa kilomita kwa shilingi 58.5. Ada ya maombi isiyoweza kurejeshwa ya shilingi 2,000. Uidhinishaji wa matibabu na ada ya kuweka alama ya shilingi 7,500. Ada ya mwaka ya upiaji ya shilingi 18,750. Gharama za ukaguzi wa ufuatiliaji kwa kila ukaguzi wa shilingi 5,000. Matibabu ya kontena la futi 20 kwa shilingi 5,000. Tiba mbao, masanduku ya mbao, kabari na nyinginezo kwa shilingi 3,000. Gharama za paleti za alama kwa kila godoro kwa shilingi 25. Kuweka alama kwenye takataka, mbao, masanduku ya mbao, kabari na vingine kwa kila shehena kwa shilingi 1,000. Muda wa huduma hii ni wiki 2. Kwa ukaguzi wa kituo cha devitalization, hitaji ni ombi la mtandaoni. Gharama ya huduma hii ni shilingi 58.5 maili kwa kilomita na ada ya ukaguzi ya shilingi 5,000. Huduma hii inafanywa ndani ya wiki 2. Kwa ukaguzi wa kituo cha fumigation, hitaji ni ombi la mtandaoni. Gharama ya huduma hii ni shilingi 58.5 maili kwa kilomita na ada ya ukaguzi ya shilingi 5,000. Huduma hii inafanywa ndani ya wiki 2. Kwa utunzaji wa pakiti za mazao safi au vifaa vya kuweka alama, hitaji ni ombi la mtandaoni. Gharama ya huduma hii ni kama ifuatavyo: shilingi 58.5 maili kwa kilomita na ada ya ukaguzi ya shilingi 5,000. Huduma hii inafanywa ndani ya wiki 2. Kwa ukaguzi wa kituo cha bidhaa kavu, hitaji ni ombi la mtandaoni. Gharama ya huduma hii ni shilingi 58.5 maili kwa kilomita na ada ya ukaguzi ya shilingi 5,000. Huduma hii inafanywa ndani ya wiki 2. Kwa ukaguzi wa kituo cha karantini,
hitaji ni ombi la mtandaoni. Gharama ya huduma hii ni shilingi 58.5 maili kwa kilomita na ada ya ukaguzi ya shilingi 5,000. Huduma hii inafanywa ndani ya wiki 2. Kwa cheti cha kitalu mahitaji ni ombi la mtandaoni, mazao ya bustani, usajili wa AFA-HCD, usajili wa huduma ya misitu ya Kenya kwa miti ya misitu na kibali cha huduma ya wanyamapori cha Kenya kwa mimea pori. Gharama ya huduma hii ni kama ifuatavyo: maili kwa kilomita shilingi 58.5, cheti cha mara ya kwanza shilingi 7,000 na kufanywa upya kwa cheti shilingi 3,000. Huduma hii inafanywa ndani ya wiki 2. Kwa ziara ya shamba hitaji ni ombi la mtandaoni. Gharama ya huduma hii ni shilingi 58.5 maili kwa kilomita na ada ya shilingi 2,000. Huduma hii inafanywa ndani ya wiki 2. Kwa maelezo ya uchanganuzi wa hatari PRA, hitaji ni kufanya maombi yenye maelezo wazi ya bidhaa itakayopitiwa upya. Gharama ya huduma hii ni shilingi 58.5 maili kwa kilomita na gharama nyingine yoyote inayotumika. Muda wa huduma hii ni mwaka 1 baada ya kupokea taarifa iliyoombwa kwa ajili ya kuagiza PRA na miezi 6 baada ya uidhinishaji wa bajeti hamisha PRA. Kwa usafirishaji wa mazao safi, hitaji ni cheti cha phytosanitary na ukaguzi. Gharama ya huduma hii ni 50 senti kwa kilo na malipo ya kima cha chini ni shilingi 100 pamoja na shilingi 500 kwa kila cheti cha phytosanitary. Huduma hii inafanywa ndani ya wiki 2. Kwa bidhaa za kilimo zilizoagizwa kutoka nje, hitaji ni kibali cha kuagiza mimea na ukaguzi. Gharama ya huduma hii ni shilingi 0.5 kwa kilo pamoja na shilingi 600 kwa kila kibali cha kuagiza mtambo. Huduma hii inachukua wiki 2. Kwa mtihani wa kimwili au uchunguzi wa kimwili, mahitaji, gharama na muda hutofautiana kama ifuatavyo. Kwa ukaguzi wa kimwili, kwa ukaguzi wa chombo tupu au uchunguzi wa meli tupu, gharama ya huduma hii ni shilingi 10,000 na inafanywa kwa dakika 45. Kwa chombo kubwa zaidi ya tani 10, gharama ni shilingi 5,000 na hufanyika kwa dakika 45. Kwa chombo kidogo cha chini ya tani 10 ikijumuisha majahazi na mitumbwi, gharama ni shilingi 1,000 na inafanywa kwa dakika 30. Kwa kontena kubwa ambalo ni la futi 40, gharama ni shilingi 1,000 na inafanywa kwa dakika 15. Kwa kontena dogo ambalo ni la futi 20, gharama ni shilingi 500 na inafanywa kwa dakika 10. Kwa jaribio la uchafuzi wa maudhui ya unyevu kwa sampuli, gharama ni shilingi 1,000 na inafanywa kwa dakika 30. Kwa kila ndege kubwa, gharama ni shilingi 3,000 na inafanywa kwa dakika 30. Kwa kila ndege ndogo, gharama ni shilingi 1,500 na inafanywa kwa dakika 20. Kwa sampuli ya shehena ndogo kwa uchunguzi wa ubora kwa kila shehena, gharama ni shilingi 5,000 na inafanywa kwa dakika 30. Huduma za ulinzi wa aina za mimea. Kwa uhakika wa kukiri maombi ya haki za wafugaji wa mimea PBR, mahitaji ni maombi yaliyojazwa ipasavyo na hati zinazoambatana, malipo ya ada za maombi. Gharama ya huduma hii ni $200 au sawa na shilingi kwa kila ombi na inafanywa kwa siku 5 za kazi. Ili kuwasilisha notisi ya gazeti la serikali kwa Wizara ya Kilimo, mahitaji ni orodha ya maombi kamili ya PBR.
Huduma hii haina malipo na hufanyika mara moja kila baada ya miezi 6. Kwa vipimo vya utofauti wa kupanda, usawa na udhabiti DUS, hitaji ni mbegu ya kutosha kwa misimu miwili kwa aina zisizo na ushindani na malipo ya ada. Gharama ya huduma hii ni $600 au sawa na shilingi kwa kila aina na kitambulisho kufanyika kwa misimu 2 ya kilimo. Kwa udhibitishaji wa maombi ya majaribio ya utofauti, usawa na udhabiti DUS, mahitaji ni maombi yaliyojazwa ipasavyo na malipo ya ada iliyowekwa. Gharama ya huduma hii ni $600 au sawa na shilingi kwa kila aina na inafanywa katika siku 10 za kazi. Kwa ombi la matokeo ya DUS kutoka nchi wanachama wa UPOV, mahitaji ni barua za ombi na orodha ya aina. Gharama ya huduma hii ni $320 au sawa na shilingi na inafanywa kutegemea majibu kutoka kwa mwanachama wa UPOV. Kwa cheti cha mwelekeo wa kinga, mahitaji ni ombi lililojazwa kikamilifu na malipo ya ada iliyothibitishwa ya mwelekeo wa kinga. Gharama ya huduma hii ni $160 au sawa na shilingi na inafanywa kwa siku 10 za kazi. Kwa mwelekeo wa ulinzi wa haki za wafugaji wa mimea, mahitaji ya huduma hii ni aina zinazopita DUS na malipo ya ada ya ruzuku. Gharama ya huduma hii ni $160 au sawa na shilingi na inafanywa kwa siku 10 za kazi. Ili kuwasilisha notisi ya gazeti la serikali kwa Wizara ya Kilimo, unatakiwa kuwa na cheti na orodha ya majina yaliyotolewa. Huduma hii haina malipo na inafanywa mara moja kila baada ya miezi 6. Kwa ruzuku ya haki za mzalishaji wa mimea, hitaji ni malipo ya ada ya ruzuku. Huduma hii inagharimu $240 au sawa na shilingi na hufanywa katika siku 21 za kazi. Kwa udhibitisho wa maombi ya majaribio ya utofauti, usawa na udhabiti DUS, hitaji ni maombi yaliyojazwa ipasavyo na malipo ya ada iliyowekwa. Gharama ya huduma hii ni $600 au sawa na shilingi kwa kila aina na inafanywa ndani ya siku 10 za kazi. Kwa uhakiki wa maombi ya DUS dhidi ya mbegu zilizopokelewa, hitaji ni mbegu ya kutosha kwa misimu miwili. Huduma hii haina malipo na inafanywa ndani ya siku 5. Ili kukiri maombi ya majaribio ya kitaifa ya utendaji NPT, hitaji ni maombi yaliyojazwa ipasavyo na malipo ya ada iliyowekwa. Gharama ya huduma hii ni $1,200 au sawa na shilingi kwa kila aina kwa msimu na hufanyika katika siku 10 za kazi. Kwa uhakiki wa maombi ya NPT dhidi ya mbegu zilizowasilishwa, mahitaji ni uwasilishaji wa aina za wagombea. Huduma hii haina malipo na inafanywa kwa siku 5. Ili kusasisha orodha ya kitaifa ya aina mbalimbali, hitaji ni orodha ya aina kutoka kwa Kamati ya Kitaifa ya Utoaji wa Aina Mbalimbali NVRC. Huduma hii haina malipo na inafanywa ndani ya siku 10 za kazi baada ya kupokea ilani ya gazeti la serikali. Huduma za vyeti vya mbegu. Kwa usajili wa wauzaji wa mbegu, mahitaji ni fomu ya maombi iliyojazwa ipasavyo ambayo ni SR1, hati ya kuanzishwa kwa kampuni, cheti cha siri cha KRA na hati za utambulisho wa wakurugenzi. Gharama ya huduma hii ni shilingi 75,000 kwa usajili mpya na shilingi 10,000 kwa ajili ya kufanya upya usajili. Huduma hii inafanywa kwa siku 30. Kwa usajili wa wakuzaji mbegu, mahitaji ni
fomu ya maombi iliyojazwa ipasavyo ambayo ni SR3, na mkataba wa maelewano wa kampuni ya mbegu pale inapohitajika. Gharama ya huduma hii ni shilingi 500 kwa usajili mpya na shilingi 300 kwa upwaji wa usajili. Huduma hii inafanywa kwa siku 10 za kazi. Kwa usajili wa mbegu, mahitaji ni fomu ya maombi iliyojazwa ipasavyo ambayo ni SR5 na udhibitisho wa asili ya uzao wa wazazi. Huduma hii haina malipo na inafanywa kwa siku 10 za kazi. Kwa ukaguzi wa shamba la mbegu, mahitaji ni fomu ya maombi iliyojazwa ipasavyo ambayo ni fomu ya SR5 na udhibitisho wa asili ya uzao wa wazazi. Gharama ya huduma hii ni kulingana na kanuni za mbegu na aina za mimea mbegu za 2016. Ratiba ya matukio inategemea aina ya mazao. Kwa ukaguzi wa rufaa, hitaji ni ombi la ukaguzi wa rufaa. Gharama ya huduma hii ni kwa mujibu wa kanuni za mbegu na aina za mimea mbegu za 2016. Huduma hii inafanyika kwa saa 48. Kwa ukaguzi wa uchakataji wa mbegu, mahitaji ya huduma hii ni fomu ya maombi iliyojazwa ipasavyo ambayo ni SR8A. Gharama ya huduma hii haina malipo na inafanywa kwa siku 10. Kwa uchunguzi wa sehemu ya mbegu na sampuli, hitaji ni ombi la ukaguzi wa shamba na sampuli na mfanyabiashara wa mbegu. Gharama ya huduma hii ni kulingana na kanuni za mbegu na aina za mimea mbegu za 2016 na hufanyika ndani ya siku 15 za kazi. Kwa urekebishaji, mahitaji ya huduma hii ni ombi la sampuli upya na vyeti vya awali vya kupima mbegu. Muda wa huduma hii ni kulingana na kanuni za mbegu na aina za mimea mbegu za 2016 na hufanyika ndani ya siku 15 za kazi. Kwa uchunguzi wa mbegu, mahitaji ni sampuli iliyowasilishwa na ombi la kujaribiwa kwa sampuli ya mbegu SR9 au ombi la jaribio la sampuli za kibinafsi. Muda wa huduma hii ni kwa mujibu wa kanuni za mbegu na aina za mimea au mbegu za 2016 na hufanyika kwa siku 28 za kazi. Kwa mbegu zilizowekwa lebo na kuzifunga, mahitaji ni maombi na mfanyabiashara wa mbegu na kupokea matokeo rasmi ya upimaji wa mbegu ambayo yanakidhi viwango vya chini au kuangalia ripoti ya shamba. Gharama ya huduma hii ni kama ifuatavyo: lebo ya OECD ya shilingi 15 na kima cha chini cha shilingi 990 na lebo ya kibandiko cha shilingi 2. Huduma hii inafanywa kwa siku 10. Kwa leseni ya wauzaji wa mbegu, mahitaji ni fomu ya maombi iliyojazwa ipasavyo ambayo ni SR12 na uidhinishaji kutoka kwa mfanyabiashara wa mbegu aliyesajiliwa. Gharama ya huduma hii ni kama ifuatavyo: kwa wakala mpya shilingi 30,000 na shilingi 8,000 kwa upya. Kwa wakala mdogo mpya shilingi 10,000 na shilingi 5,000 kwa upya. Kwa mwanahisa mpya shilingi 1,500 na shilingi 1,000 kwa upya. Huduma hii inafanywa kwa siku 30. Huduma za uchunguzi. Kwa vipimo vya kibakteria kwa kilimo, mahitaji ni mapokezi ya sampuli, kusainiwa kwa mkataba wa mteja na malipo. Huduma hii inagharimu shilingi 2,000 kwa kila sampuli kwa kila mdudu na hufanyika ndani ya siku 20. Kwa vipimo vya kibakteria na enzyme linked immunosorbent assay ELISA, mahitaji ni
mapokezi ya sampuli, kusainiwa kwa mkataba wa mteja na malipo. Huduma hii inagharimu shilingi 3,000 kwa kila sampuli kwa kila mdudu na hufanyika ndani ya siku 20. Kwa uchambuzi wa virusi na enzyme linked immunosorbent assay ELISA, mahitaji ni mapokezi ya sampuli, kusainiwa kwa mkataba wa mteja na malipo. Huduma hii inagharimu shilingi 1,500 kwa kila sampuli kwa kila mdudu na hufanyika ndani ya siku 20. Kwa uchambuzi wa virusi kwa mtihani wa kukua, mahitaji ni mapokezi ya sampuli, kusainiwa kwa mkataba wa mteja na malipo. Huduma hii inagharimu shilingi 1,500 kwa kila sampuli kwa kila mdudu na hufanyika ndani ya siku 20. Kwa uchambuzi wa nematodes, mahitaji ni mapokezi ya sampuli, kusainiwa kwa mkataba wa mteja na malipo. Huduma hii inagharimu shilingi 1,000 kwa kila sampuli kwa kila mdudu na hufanyika kwa siku 10. Kwa uchanganuzi wa molekuli na polymerase chain reaction PCR, hitaji ni mapokezi ya sampuli, kusainiwa kwa mkataba wa mteja na malipo. Huduma hii inagharimu shilingi 3,500 kwa kila sampuli kwa kila mdudu na hufanyika ndani ya siku 20. Kwa uchambuzi wa entomolojia, mahitaji ni mapokezi ya sampuli, kusainiwa kwa mkataba wa mteja na malipo. Huduma hii inagharimu shilingi 500 kwa kila sampuli kwa kila mdudu na hufanyika ndani ya siku 30. Kwa uchambuzi wa mycological, mahitaji ni mapokezi ya sampuli, kusainiwa kwa mkataba wa mteja na malipo. Huduma hii inagharimu shilingi 2,000 kwa kila sampuli kwa kila mdudu na hufanyika ndani ya siku 20. Kwa kusafisha virusi, kuzidisha na usambazaji wa mimea, mahitaji ni mapokezi ya sampuli, kusainiwa kwa mkataba wa mteja na malipo. Gharama ya huduma hii ni kama ifuatavyo. Kusafisha kwa virusi kwa mimea 10 ya kwanza ni shilingi 4,000. Mimea isiyo na virusi ni shilingi 50 kwa kila mmea. Uenezi ambao unafanyika katika chumba cha mimea yaani greenhouse kwa mwezi ni shilingi 2,000. Huduma hii huchukua miezi 6 hadi 12. Kwa sayansi ya magugu au maabara na herbarium, mahitaji ni mapokezi ya sampuli, kusainiwa kwa mkataba wa mteja na malipo. Gharama ya huduma hii ni shilingi 2,000 kwa kila sampuli na inafanywa ndani ya mwezi mmoja. Kwa upimaji na uhakiki wa viumbe vilivyobadilishwa kinasaba GMOs, mahitaji ni mapokezi ya sampuli, kusainiwa kwa mkataba wa mteja na malipo. Gharama ya huduma hii ni kama ifuatavyo. Ubora wa PCR shilingi 9,000 na kiasi cha PCR shilingi 15,000. Huduma hii inafanywa ndani ya mwezi mmoja. Kwa upimaji wa usafi wa kinasaba, mahitaji ni mapokezi ya sampuli, kusainiwa kwa mkataba wa mteja na malipo. Gharama ya huduma hii ni shilingi 5,000 kwa kila sampuli na hufanyika ndani ya mwezi mmoja. Huduma za maabara ya chemistry ya uchambuzi. Kwa ukaguzi kamili wa mkataba kwa uchanganuzi, hitaji ni ombi na ukubali wa sampuli. Huduma hii haina malipo na inafanywa kwa dakika 30. Kwa tathmini ya rutuba ya udongo, mahitaji ni sampuli ya kima cha chini cha kilo 1 iliyowasilishwa. Mara baada ya malipo ya shilingi 2,500 imethibitishwa ama kujaza mkataba au risiti ya malipo, huduma itafanywa kwa siku 10.
Kwa maji kwa ajili ya umwagiliaji, mahitaji ni kiwango cha chini cha sampuli ya lita 1 iliyowasilishwa. Mara baada ya malipo ya shilingi 3,500 imethibitishwa ama kujaza mkataba au risiti ya malipo. Huduma itafanyika kwa siku 10. Kwa uchanganuzi wa mbolea ya samadi na tishu za mimea, hitaji ni sampuli ya kima cha chini cha kilo 1 iliyowasilishwa. Gharama ya huduma hii ni shilingi 800 hadi shilingi 14,000 kulingana na idadi ya vigezo vitakavyochambuliwa mara tu malipo yatakapothibitishwa ama kujaza mkataba au kupokea malipo. Huduma hii itafanyika ndani ya siku 10. Kwa uundaji wa kemikali ya kilimo, hitaji ni sampuli ya kima cha chini cha gramu 500 iliyowasilishwa. Gharama ya huduma hii ni shilingi 2,500 kwa kila kiambato kinachotumika na hufanyika ndani ya siku 10 mara tu malipo yanapothibitishwa ama kujaza kwa mkataba au kupokea malipo. Kwa uchambuzi wa mycotoxin, hitaji ni kima cha chini cha sampuli ya kilo 1 iliyowasilishwa. Gharama ya huduma hii ni shilingi 4,000 na inafanywa ndani ya siku 10 baada ya malipo kuthibitishwa ama kujaza kwa mkataba au kupokea malipo. Kwa uchambuzi wa mabaki ya viuatilifu katika mazao safi, maji, mchanga, samaki, mahitaji ya huduma hii ni sampuli ya chini ya kilo 1 iliyowasilishwa kwa bidhaa za ukubwa mdogo, kwa mfano maharagwe ya Kifaransa, sukari, majtot na mengineyo. Sampuli ya chini ya vipande 10 vilivyowasilishwa kwa bidhaa za ukubwa wa kati, kwa mfano matunda ya passion, nyanya na mengineyo. Sampuli ya chini ya vipande 5 vilivyowasilishwa kwa bidhaa za ukubwa mkubwa, kwa mfano kabichi, matikiti maji na mengineyo. Imejitolea kwa malipo, yani kujaza kwa mkataba au risiti ya malipo. Gharama ya huduma hii ni shilingi 21,500 na inafanywa kwa siku 10. Kwa sampuli za maslahi maalumu kwa uchanganuzi, yani mabaki ya viuatilifu, metali nzito na vichafuzi vingine, mahitaji ni sampuli iliyopokelewa kama ilivyo, imejitolea kwa malipo, yani kujaza kwa mkataba au risiti ya malipo. Gharama ya huduma hii ni shilingi 1,000 hadi shilingi 21,500 kulingana na idadi ya vigezo vya kuchambuliwa na hufanyika kwa siku 10. Kwa toleo la matokeo ya maabara ya vipimo vya uchanganuzi, hitaji la huduma hii ni kukamilisha uchambuzi. Huduma hii haina malipo na inafanywa ndani ya masaa 48. Huduma za msaada wa tehama. Kwa utatuzi wa masuala ya mfumo wa IEICS, hitaji ni barua pepe iliyotumwa kwa admin@kefis.org na IEICSPIT-team@kefis.org. Kufafanua suala hilo, gharama ya huduma hii haina malipo na inafanywa ndani ya saa 8 za kazi. Kwa utatuzi wa idhinishaji wa mbegu na ulinzi wa aina za mimea, SC na PVPs, kadi ya mbegu na mfumo wa usimamizi wa taarifa za maabara, LIMs, masuala ya mifumo, hitaji ni barua pepe iliyotumwa kwa admin@kefis.org na seed@kefis.org na pvp@kefis.org ikifafanua swala hilo. Gharama ya huduma hii haina malipo na inafanywa ndani ya saa 8 za kazi. Kwa mafunzo juu ya uidhinishaji wa mbegu na ulinzi wa aina za mimea, SC na PVPs,
kadi ya mbegu na mfumo wa usimamizi wa taarifa za maabara LIMS. Hitaji ni barua pepe iliyotumwa kwa admin@kefis.org na seed@kefis.org na pvp@kefis.org ikifafanua swala hilo. Gharama ya huduma hii haina malipo na inafanywa ndani ya saa 8 za kazi. Huduma za usimamizi wa ugavi. Kwa usajili wa wauzaji, mahitaji ni 6. Fomu ya maombi iliyojazwa ipasavyo, wasifu wa kampuni, cheti cha kuandikishwa au kuandikishwa, cheti cha PIN, cheti halali cha uzingatiaji ushuru au ioni za msamaha, kitambulisho cha taifa au pasipoti au CR12 na cheti cha AGPO kwa kikundi maalum. Huduma hii haina malipo na inafanywa ndani ya siku 14 za kazi. Kwa uwasilishaji wa zabuni, sharti ni kustahiki kama ilivyoainishwa katika hati ya zabuni. Huduma hii haina malipo ikiwa hati za zabuni zitapakuliwa na mteja au shilingi 1000 ikiwa hati za zabuni zitachapishwa na kutolewa na KEFIS. Gharama ya huduma hii ni kama ilivyoelezwa katika hati ya zabuni. Kwa arifa za wazabuni waliofaulu na ambao hawajafanikiwa, hitaji ni barua pepe, anwani ya mahali ulipo na ya posta. Gharama ya huduma hii haina malipo na inafanywa ndani ya siku 1 ya kazi. Kwa ukaguzi na kukubalika kwa bidhaa au huduma, mahitaji ni vipimo vya mkutano wa bidhaa au huduma na kuzingatia ratiba za uwasilishaji. Gharama ya huduma hii haina malipo na inafanywa ndani ya siku 15 za kazi kutoka tarehe ya kujifungua. Kwa utoaji wa maduka ya kizamani, mahitaji ni uwasilishaji wa zabuni. Huduma hii haina malipo na inafanywa ndani ya siku 60 tangu tarehe ya tangazo. Huduma za fedha na uhasibu. Kwa malipo ya bidhaa zilizopokelewa, mahitaji ni dharaka zinazounga mkono, cheti cha siri cha KRA na maelezo ya akaunti ya benki. Huduma hii haina malipo na inafanywa ndani ya siku 60 baada ya kupokea ankara. Huduma za mkutano na malazi. Kwa nusu ya mkutano wa halmashauri na malazi kwa wakazi wa mitaa, mahitaji ni kuhifadhi nafasi kupitia simu, barua pepe, barua au matembezi ya kimwili na udhibitisho wa malipo. Gharama ya huduma hii ni shilingi 4,500 kwa kila mtu kwa siku na hufanyika ndani ya wiki 2 baada ya ankara. Kwa nusu ya mkutano wa bodi na malazi kwa wakazi wa kimataifa, mahitaji ni kuhifadhi nafasi kupitia simu, barua pepe, barua au matembezi ya kimwili na udhibitisho wa malipo. Gharama ya huduma hii ni shilingi 6,000 au sawa na yake katika dola kwa kila mtu kwa siku na itafanywa baada ya wiki 2 baada ya ankara. Kwa mkutano kamili wa bodi na malazi kwa wakazi wa mitaa, mahitaji ni kuhifadhi nafasi kupitia simu, barua pepe, barua au matembezi ya kimwili na udhibitisho wa malipo. Gharama ya huduma hii ni shilingi 6,000 kwa kila mtu kwa siku na hufanyika ndani ya wiki 2 baada ya ankara. Kwa mkutano kamili wa bodi na malazi kwa wakazi wa kimataifa, mahitaji ni kuhifadhi nafasi kupitia simu, barua pepe, barua au matembezi ya kimwili na udhibitisho wa malipo. Gharama ya huduma hii ni shilingi 7,000 au sawa na yake katika dola kwa kila mtu kwa siku na itafanywa baada ya wiki 2 baada ya ankara. Kwa malazi kwa wakazi wa mitaa kitanda pekee, mahitaji ni
kuhifadhi nafasi kupitia simu, barua pepe, barua au matembezi ya kimwili na udhibitisho wa malipo. Gharama ya huduma hii ni shilingi 3,000 kwa kila mtu kwa siku na hufanyika ndani ya wiki moja baada ya ankara. Kwa kifurushi cha mkutano, mahitaji ni kuhifadhi nafasi kupitia simu, barua pepe, barua au matembezi ya kimwili na udhibitisho wa malipo. Gharama ya huduma hii ni kama ifuatavyo: chai 2 na chakula cha mchana shilingi 1,500 kwa kila mtu kwa siku. Chai 1 na chakula cha mchana shilingi 1,350 kwa kila mtu kwa siku. Huduma hii inafanywa ndani ya wiki 2 baada ya ankara. Kwa kukodisha jumba la mikutano, mahitaji ni kuhifadhi nafasi kupitia simu, barua pepe, barua au matembezi ya kimwili na udhibitisho wa malipo. Gharama ya huduma hii ni shilingi 6,000 kwa siku na hufanyika ndani ya wiki 2 baada ya ankara. Kwa kukodisha ukumbi wa mikutano, mahitaji ni kuhifadhi nafasi kupitia simu, barua pepe, barua au matembezi ya kimwili na udhibitisho wa malipo. Gharama ya huduma hii ni shilingi 12,000 kwa siku na hufanyika ndani ya wiki 2 baada ya ankara. Ajira na ambatanisho la viwanda. Kwa kuajiri wafanyikazi, hitaji ni kutuma maombi rasmi kulingana na tangazo. Huduma hii haina malipo na inafanywa kwa siku 90. Kwa ushiriki wa viambatisho vya viwanda, mahitaji ni barua ya maombi, nakala ya kitambulisho cha taifa, barua kutoka kwa taasisi za elimu, kifuniko cha ajali ya kibinafsi na barua ya uteuzi ya mamlaka ya kitaifa ya mafunzo ya viwanda NITA. Huduma hii haina malipo na inafanywa kwa mwezi mmoja. Suluhu la malalamiko. Kwa majibu ya malalamiko na malalamiko ya umma, sharti ni kulalamika. Huduma hii haina malipo na inafanywa kwa siku 1 ya kazi. Kwa utatuzi wa malalamiko, mahitaji ni kufanya malalamiko ya mdomo au maandishi. Huduma hii haina malipo na inafanywa kwa siku 14 za kazi. Tafadhali kumbuka, huduma zote za nje ya tovuti zinaweza kuvutia ada za ziada ikijumuisha posho ya kujikimu ya wafanyikazi na gharama ya usafiri ya shilingi 58.5 kwa kila kilomita au kwa viwango vinavyotumika vya AA. Huduma yoyote ambayo haiambatani na viwango vilivyo hapo juu au afisa yeyote ambaye hafuati ahadi, adabu na ubora wa utoaji huduma anapaswa kuripotiwa kwa mkurugenzi mtendaji, huduma ya ukaguzi wa afya ya mimea Kenya, KEPHIS, SLP 49592 kwa 00100 GPO Nairobi. Simu 0206618000 au 0709891000. Barua pepe director@kephis.org. Tovuti www.kephis.go.ke au katibu wa tume au afisa mtendaji mkuu, Tume ya Haki ya Utawala, ghorofa ya 2, West End Towers, Waiyaki Way, Nairobi. Simu 0202270000 au 0202603765 au 0202441211 au 0208030666. Simu ya bure 0800221111
1349. Ujumbe mfupi wa SMS 15700 kwa watumizi wa Safaricom pekee. Barua pepe info@ombudsman.go.ke au complain@ombudsman.go.ke.